Shalom, shalom. Majina yangu naitwa Brian Frank na siku ya leo nipo hapa kujibu swali lililoulizwa baada ya kutengeneza video ambayo ilikuwa ikijibu swali la kwamba nawezaje kuisikia sauti ya Mungu. Na wakati najibu video au najibu swali lile, niliweza kuelezea kwamba lazima kwanza, ili tuweze kuisikia sauti ya Mungu, lazima tujue kama Mungu huwa anasema. Na wakati kwa kumwelezea Mungu jinsi anavyosema, nikasoma kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, ambao ulikuwa ukisema kwamba zamani Mungu alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku hizi Mungu amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, na kwa yeye ulimwengu ulifanywa. Sasa swali la siku ya leo linaulizwa kwamba kama Mungu amesema kupitia mwana kwa wakati huu, na kwenye old way au kwenye njia za kwanza katika manabii alisema katika manabii kwa sehemu nyingi halafu na kwa njia nyingi. Swali hili likawa linauliza kwa utofauti kati ya njia za kwanza jinsi ambavyo Mungu alisema na njia mpya ambazo Mungu alisema. Sehemu za kwanza Mungu ambazo alisema na sehemu mpya Mungu alizosema. Na hilo ndilo swali lilikuwa likiulizwa hapo. Kama Mungu anasema, ni namna gani Mungu anasema katika mwana? Na siku ya leo tutakwenda kujibu swali hili. Sasa katika Waebrania sura ya 1 na ule mstari wa 1 mpaka wa 3 anasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mstari wa 1 tunaanzia hapo. Kwanza nataka ku address kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania, huu waraka ulioandikwa kwa Waebrania, mwandishi wa waraka huu kwa Waebrania kwanza alikuwa anawajua Waebrania. Kitu cha msingi hicho. Huyu mwandishi alikuwa anawajua Waebrania vizuri sana. Waebrania ni taifa ambalo lilikuwa limechaguliwa na Mungu kutoka katika nchi ya Misri, na ilikuwa ni agano ambalo Mungu alikuwa ameliweka na Ibrahim. Na alipokuwa ameliweka hilo agano, wakati Mungu anaamua kutembea na Waebrania au Waisraeli, kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni hiki: hawa Israeli wali experience nguvu ya Mungu katika sehemu nyingi, lakini kwa njia nyingi. Amina. Kwa njia nyingi, kwa sehemu nyingi katika manabii, na Mungu akaweza kujidhihirisha sana katika namna hiyo. Sasa anapoandikia watu hawa, ni watu ambao wako familiar with the environment. Hawa watu wako wanayajua, au watu ni wanaelewa namna ambavyo mazingira yao na mandhari ambayo Mungu aliweza kujitokeza na njia ambayo Mungu aliweza kujitokea. Kwa anawaambia hawa watu namna hii. Sasa anawaambia watu hawa ili waweze kufahamu kuweza kuelewa kwamba namna gani ambavyo Mungu amebadilisha njia ya kuweza kusema. Amina. Yamkini na wewe ulikuwa unajua hivyo, yamkini na mimi nilikuwa najua hivyo, lakini Mungu anaanza kutufunulia kwamba tuweze kuelewa namna ambavyo ufunuo mpya au agano jipya linatengenezwa au linawekwa. Sasa tuanze kuangalia kwenye mstari wa 1. Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Katika agano la kale, nitaanza kuzielezea hizi sehemu. Katika agano la kale, Mungu aliweza kuhudumia au aliweza kujifunua na kuweza kuzungumza na mwanadamu au kuongea na mwanadamu katika sehemu mbalimbali. Ni sehemu nyingi. Hata nikisema nizitaje ni sehemu nyingi. Nitazitaja sehemu kadha wa kadha. Kwa mfano, hema ya kukutania. Hema ya kukutania ilitengenezwa ili Mungu aweze kusema na watu mahali pale. Ukisoma kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 22, alikuwa anamwambia Musa aweke kiti cha rehema ambapo ndani kutakuwa ni patakatifu, ambapo hapo anasema nitashuka huko ili niweze kusema na wewe. Lakini pia ukisoma kitabu cha Hesabu utaona wakati Musa amewachagua wale watu 70, Mungu alikwambia awalete wazee 70, akasema nami nitashuka katika hema kukutania ili niweze kusema nawe huko.
anazungumza bado jambo hilo. Ukienda pia alilichagua pia hekalu kama sehemu pa Mungu kutua na kuwepo. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa kuanzia 14 ukiendelea kule chini utaona anasema nimeichagua nyumba hii ili jina langu lipate kuwako humo. Lakini pia ukiangalia kitabu cha Ezekiel ukisoma namna ambavyo anaelezea utukufu wa Mungu ulikuwepo katika hekalu, lakini utukufu wa Mungu ukiondoka, utukufu wa Mungu ukirejea, hiyo ni sehemu nyingine. Lakini sehemu nyingine ambayo Mungu alisema na watu katika manabii ni milimani. Milima mingi. Kwa mfano mlima Horebu, ukienda kuangalia pale Kutoka 3 utaanza kuona pale mstari wa kwanza kabisa anaelezea alipokutana na Musa. Lakini pia ukienda kusoma ambao ulikuwa unaitwa mlima wa Mungu, lakini pia mlima mwingine mlima Karmeli tulikuwa tunaona. Ni sehemu nyingi hizo. Lakini pia kuna madhabahu zilizokuwa zimetengenezwa kwa mikono. Kwa mfano madhabahu ya Betheli tuliona, ukisoma ile Mwanzo 20:35 utaona imeelezwa sana madhabahu hiyo ya Betheli. Ukisoma Amos 4 utaiona pia ameweza kuelezea. Pia kuna madhabahu ya Gilgal ambayo nabii Samueli na kina Sauli walikwenda pale kutoa sadaka. Zilikuwa madhabahu nyingi. Madhabahu ya Gideon ambayo alitengeneza. Unaona ni vitu vingi sana ambavyo ni madhabahu nyingi ambazo pia Mungu alishuka na kusema na wanadamu. Lakini pia katika miji kwa mfano Samaria, Yerusalemu, Sayuni, Mungu aliweza kusema na wanadamu kupitia sehemu hizo. Ni sehemu nyingi sana ambazo Mungu aliweza kusema na wanadamu. Lakini pia katika kwa upande wa njia nyingi ambazo Mungu zamani alisema na wanadamu. Kuna njia ya malaika, kuna njia ya kichaka. Amina. Mungu akasema kupitia kichaka. Hiyo ni njia ambayo Mungu alitumia kuweza kuongea na Musa katika ile Mwanzo 3 kupitia kichaka ambacho moto ulikuwa katikati yake, moto ulikuwa na sauti ikatoka katikati ya kichaka kuweza kusema na Musa. Lakini pia akatumia njia ya wafalme kwa mfano Dario, Koreshi, Nebukadreza kuweza kusema na wanadamu. Lakini pia njia ya wanyama na ndege, Mungu akaweza pia kutumia hiyo kuweza kusema na wanadamu. Hizo zilikuwa ni njia nyingi kwa sehemu nyingi kama hivyo. Ukienda pale mstari wa 2 anaposema kwamba lakini sasa Mungu amesema nasi katika mwana. Sasa katika njia ya mwana, katika mwana kuna njia moja tu, alafu kuna sehemu moja tu pekee, na njia pekee ni mwana ambaye ni Yesu Kristo. Katika njia ya Yesu Kristo au katika njia ya mwana na katika mwana, sehemu ambayo Mungu ameongea na mwanadamu ni katika moyo wa mwanadamu mpendwa katika Bwana. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4 ukianzia mstari wa 21 mpaka wa 24 anasema, Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. 22, nanyi mwabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja na sasa nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. 24 na mwisho, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Tunaanza kuangalia the new congregation, yani kutaniko jipya kati ya Mungu na mwanadamu, sehemu mpya ambayo inaanza kufundishwa ya kipekee katikati ya Mungu na mwanadamu ni sehemu inaitwa roho. Hiyo ndio sehemu ya ibada. Anapoanza kusema pale kwamba tazama saa inakuja nayo imekwisha kwa hapo, kwamba wamwabudu Mungu halisi imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo hakutakuwa tena haja ya Yerusalemu, hakutakuwa tena na haja ya sehemu kama milimani au Yerusalemu, katika mahekalu yaliyojengwa kwa mikono, katika madhabahu zilizojengwa kwa mikono, katika hizo hema, katika vitu hivyo, bali roho na kweli. Roho ndio itakuwa sehemu ya mwanadamu kuweza kukutana na Mungu. Kwa hiyo environment inabadilika, sehemu inabadilika, inabakia sehemu moja tu, ambayo kwa sababu gani? Kwa sababu that's a shape of God, na huo ndio muonekano wa Mungu, roho. Basi kwa kuwa Mungu ni roho, ili mtu aweze kumworship Mungu, ili mtu aweze kufanya ibada,
inatakiwa awe katika roho, inatakiwa achange, aondoke katika mwili, mazingira ya mwili, aingie katika roho. Akiwa katika mazingira ya mwili haiwezi kumpendeza Mungu hata mara moja. Mpendwa katika Bwana, anasema basi enendeni katika roho, kamwe hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa maana roho imepingana kushindana na mwili, wala hamwezi kufanya mnavyovitaka, kwa sababu roho na mwili haviwezi ku stay together, kwa sababu roho mwili unatamani kuipindua roho. Sasa akawa amechange environment mpya, akawa amebadilisha mazingira mapya, ambayo hayo mazingira yani Emmanuel, Mungu pamoja na mwanadamu. Kwa Mungu akiwa amekaa ndani ya mwanadamu, Mungu akiwepo ndani ya mwanadamu, hapo mwanadamu anakuwa ameingia katika ule utukufu wote wa nini? Wa Mungu. Na njia iliyotumika ni njia pekee, pia njia moja tu, kama ilivyokuwa sehemu moja tu ya kuweza kukutana. Njia nayo ni moja. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6 mpaka wa 7, anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua Baba, tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Mpendwa katika Bwana, anaongea jambo hilo katika Yohana 14:6 na 7 kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, na mtu hawezi kwenda kwa Mungu. It's only one way. Ni njia moja tu ambayo ni Yesu Kristo. Mtu hawezi kwenda kwa Mungu isipokuwa kwake yeye Kristo. Ni the only way, ni njia pekee hiyo. Kila mtu amwaminie mwana ataokoka. Niyo njia pekee ambayo mtu ili aweze kukaa katika the presence of God, katika uwepo wa Mungu, lazima awe katika njia ya Kristo, awe amemwamini Yesu Kristo. Ni kumwamini Yesu Kristo tu, hiyo ndio njia pekee. Katika kitabu kile cha Efeso 2 mstari wa 8 anasema kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Imani yenyewe ni ya nini? Ni ya kumkiri Yesu Kristo, ni ya kukaa katika kumwamini Kristo. Hiyo ndio njia pekee, wala si kwa nafsi zetu, na mtu awaye yote asije akajisifu, wala si kwa matendo yetu sisi, hakuna, bali ni zawadi kutoka kwa nini? Kwa Mungu. Kama ni zawadi kutoka kwa Mungu, it means that katika imani ndiyo njia pekee ya mwanadamu kukutana na Mungu, na hiyo ndio njia pekee. Anasema tena, na Baba mmeshamuona katika mimi. Ndio hiyo inaenda kuconclude katika Waebrania 1 mstari wa 3, anasema naye Kristo huyo mwana ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, ambaye alivichukua vitu vyote kwa amri na uweza, akaichukua hata dhambi. Amina. Kristo Yesu akafanya huo utukufu wote, akatoka katika ile raha na kima cha kiungu, tuweze kuwa tumehesabiwa haki, tuwe tumeweza kustahili katika yeye Kristo Yesu. Na huko ndiko ambako huo ndio utofauti ambao Mungu alionyesha au Mungu ameufanyisha kati ya Agano la Kale na Agano Jipya katika kusema na wanadamu, lakini katika kusema na wanadamu kwa njia na sehemu. Kwa hiyo sehemu zimebadilika, sio tena katika mahekalu, sio tena katika mahema, sio tena katika milima, sio tena katika miji, sio tena katika wafalme, sio katika vitu vingine, bali kwa mfalme mmoja tu ambaye ni Kristo Yesu, kwa njia moja tu ambaye ni Kristo, kwa kuhani mmoja tu ambaye ni Kristo Yesu. Akavichukua vitu vyote kwa amri na uweza, hata akaihukumu dhambi katika jambo hilo. Mpendwa, kwa neema yake Mungu, na hilo ndilo jibu la swali ambalo liliulizwa kwa habari ya namna ambavyo Mungu amesema kupitia mwana. Kuna utofauti gani kati ya awali, Agano la kwanza na Agano Jipya? Na hayo ndiyo majibu. Sehemu zimebadilika, sio sehemu zile tena, si katika milima, si katika miji, si katika hema, si katika mahekalu, si katika jambo lolote, bali ni katika Yesu Kristo. Hapo tunakuwa tumeingia kwenye uwezo wa Mungu. Mungu amesema nasi kupitia mwili huu wa mwanadamu ambaye Yesu Kristo akashuka, akavaa mwili, nasi tukauona utukufu wake Mungu. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare na watu wengine ili waweze kujifunza kwa habari ya jambo hili. Neema yake Mungu iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.